أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يا عباد الله، إني أوصيكم نفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى حق تقواه. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا عباد الله، enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, ziada na rehema zimwendee kiongozi wa umma naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala katika sura al-Fajr, sura maarufu, Allah anasema baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajri. Allah anayapia wakati wa alfajiri, wakati wa asubuhi, walayali na ashir, na masiku 10 ya Dhulhijja ambayo leo ni mwezi 10 duniani, washafi'i. Allah anaviapia viwili. Katika tafsiri wanachuoni wanasema ashafi'u, Allah anaapia siku ya 10 ya leo, walwatr, na anaapia siku ya jana ya mwezi 9 ndio witri. Waislamu, al-yawm yawmul Eid, leo siku ya Eid. Imekuwa siku ya Eid kwa sababu gani? Kwa sababu ni ibada kubwa ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-hajj Arafa, hija ni Arafa. Katika sheria, haji akienda akawa hakufanikiwa kufika katika viwanja vya Arafa, inabidi mwaka mwingine aende tena, kwa sababu al-hajj Arafa. Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tukadiriki katika mwezi huu Dhulhijja, mwezi ambao katika zile miezi 4 mitukufu iliyotajwa katika surati At-Tauba, sura ya 9 aya 36. Waislamu, ni kwamba limadha sallaina au limadha usalli, bali tumeswali. Kwani tumeswali zaidi? Tumeswali kwa sababu kalenda ya Uislamu, kalenda ya Allah tabaraka wa taala katika Islamu al-alam, katika Uislamu, katika ulimwengu, katika sayari yetu. Sayari ya dunia ina mwezi mmoja, haina zaidi ya mwezi mmoja. Ziko sayari zingine zina zaidi ya mwezi mmoja. Unakusudia mwezi wa mwanadamu. Mwezi huwa hausubiri watu kwa sababu umechelewa nyewe. Mwezi ukishatoka katika tufa la dunia, ina maana kalenda imebadilika. Haiwezekani watu mkawa katika zama moja, huyu anasema saa 4:30 asubuhi, huyu anasema saa 2 na dakika fulani, huyu anasema saa 1. Kuna saa moja ni mbovu. Kwa hiyo Waislamu, hii limetokea kwa sababu ndugu zetu mahujaji walikuwa katika viwanja vya Arafa, walikuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa na wakifanya ibada mbalimbali. Moja katika ibada kubwa ni ile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khairu duai duau yaumi Arafa, ubora wa dua ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na ile bora ni ile niliyosema mimi na mitume na manabii kabla yangu mimi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Haya ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio hivyo, nasalu anfusana, tuziulize nafsi zetu, maana Arafa ama hii Arafa. Arafa ni kitu gani? Arafa, watu waliosoma lugha ya Arabu, ismu makani, lesa ismu zamani, ni jina la pahala maalumu. Sasa kama tukio linafanyika sehemu ambayo ni maalumu, alafu nyinyi mnakuja kufanya siku nyingine ambayo mnatakiwa mshiriki, hii inawezekana? Sheria iko hivyo. Waislamu, sheria haikuja kutufurahisha, sheria imekuja kutuongoza
tutoke katika zile mazoea twende katika sheria. Waislamu, anasema, sikiliza vizuri maneno haya, hiyo siku ya Arafa, subhanallah, Allah tabaraka wa taala kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yanzilu Allah tabaraka wa taala, Allah anateremka ila samai dunia, ay samai dunia tilka ala fawqa, hiyo ndio samai dunia. Allah anashuka, kaifa yanzil, kaifia kianza anashukaje hatujui sisi, anajua mwenyewe. Allah anashukaje anajua mwenyewe. Anasema fayubahi bi ahli al-ardh, fayubahi bi ahli al-ardh ahli as-samai, anawatambia watu wa duniani akiwaelekeza walio huko mbinguni, hao ni malaika. Anawaambiaje? Fayakuna, anasema undhuru ila ibadi, enyi malaika wangu angalieni waja wangu hawa, jauni sha'athan ghabaran dhahin, wamekuja wakiwa na vumbi, wamechafuka, wamechoka. Jauni min kulli fawjin amiq, wametoka kila pahala pembezoni mwa dunia, lakini yarjuna rahmati, wanataraji huruma yangu. Walam yarau adhabi, pamoja na haya wanayofanya hawajawahi kuona adhabu zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, falam yara akthara atiqan min an-nar bi yawm Arafa, hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa taala anawacha watu wakiwa huru na moto ila yawm Arafa. Sasa idha kunta anta shukta leo, halimu ndio unafanya Arafa mashiksa, tusifanye mambo ambayo hatakuja kutuadhibu. Sisi la msingi tuwakumbushe ndugu zetu, tuwakumbushe kwamba Arafa ilikuwa ni jana, na hawa ambao wanaosema ndani ya mitandao kama Arafa si tukio, kaifa. Mtume sallallahu alisema hivyo kwamba dua iliyo bora ni siku ya Arafa. Hakusema dua iliyo bora ni mwezi 9. Hata ile hadithi ambayo tumesomewa kwamba Mtume sallallahu alisema, aliulizwa kuna kufunga ya Arafa, akasema yukafiru sanata al-madhiya wal baqiya. Hakuulizwa siyamu yawm 9 min Dhulhijja, hakuulizwa kwamba tarehe 9. Mtume alikuwa anajua Kiarabu. Waislamu, tusitoke katika njia sahihi kwa sababu ya majuzi ya watu. Hii ni dini, sio kampuni ya mtu. Udhu rabbakum wa antum mudhirun lijaba. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Mzabit kamani na kusini kwa mara ya pili. Leo ni siku ya Idi, siku ambayo ni bora, ni siku ambayo Waislamu unatakiwa, leo ni siku ya kuchinja. Yule yoyote ambaye ana fursa ya kuchinja, ana nafasi ya kuchinja, na vichinjwa vinavyokubalika ni mbuzi na kondoo na ngamia na ng'ombe, usitokatenya mabata. Hata kama utatathmini kwamba ng'ombe na kilo kadhaa, ukachukua mabata wengi au kuku wengi ukachinja, ukafanya tathmini, haikufiki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la pili, kwa nini tumesali msikitini, tumesalia ndani? Kwa sababu mazingira ya nje hayatoshi. Katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul idain tusalla fi sahra'i, tunasaliwa nje, sio ndani, ila kukiwa kuna watu kama hivi mvua. Waislamu, namalizia hutuba ya kwangu ya pili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana lahu sa'atun, yoyote atakayekuwa na fursa na nafasi na uwezo, wala muntahi, akawa hakuchinja,
fala yatakarabanna musallana, asifike kusali. Yoyote ambaye ana fursa ya kuchinja hakuchinja, maana hajaandaa maandalizi ya kuchinja na nafasi anayo, hasiswali siku ya Idi. Hii ni indhari. Kuna watu ambao tuna fursa ya kuchinja lakini hachinji, anategemea apate hizi nyama za Waturuki. Waislamu, sisi vitu hivi hatukatai sadaka sisi, lakini tunasema wale ambao tuna uwezo wa kuchinja tuchinje. Hii ni moja katika sunna kubwa aliyoifanya Nabii Ibrahim alayhi salam. Kisa ni maarufu katika suratu Safati. Nimeona nisilete mambo mengi kwa sababu ya muda, lakini ilikuwa inatakiwa tueleze sosi nini kuchinja kulianza wapi, pamoja na kwamba tunajua, lakini tukumbushane. Kwa hiyo mtu yoyote aliye nafasi ya kuchinja akawa hakuchinja, kwa mujibu wa hadithi hii hatakiwi kwenda kusali siku ya Idi, akae nyumbani. Ambavyo katika sheria, katika salatu al-Idain ni sunna. Kama Atiya, kama sisahau, ndio amepokea hadithi hiyo kwamba walikuwa wakitoka kina mama mpaka wale alhayatu, wale kina mama wale ndani ya mapumziko, na alawatu, na wale vigogo wale wanakwenda kuhudhuria siku ya Idi, kwa sababu walikuwa ni pahala al-musalla, yani sehemu za nje, sio sehemu ya ndani. Wakati wa swala, wale kina mama ambao wamo katika mapumziko wakijitenga na swala ya ibada ya swala, lakini wakihudhuria. Sasa geuza upande wa pili kwamba yule ambaye udhuru wake hawezi kuswali anaambiwa hahudhurie pale. Wewe ambaye unachinja unatakiwa uchinje uchindi. Mtume anasema usiende kabisa kani nyumbani kwako. Sasa wewe na yule nani bora? Asalamu. Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze. Allah subhanahu wa ta'ala atubariki. Allah subhanahu wa ta'ala akubali ibada zetu. Allah subhanahu wa ta'ala ijalie Tanzania kwamba iwe ni Tanzania kweli. Ndugu zangu, katika jambo ambalo na mimi nalisisitiza katika hotuba yangu, moja, watu msicheze. Sisi watu ambao tumejaliwa kutoka tunaelewa maana ya nini, maana ya amani. Nini wengine wasikala muelewi. Sisi wengine, mimi ni mtu wa Kagera. Wakati wa vita vya Tanzania, wenda nikueleze, na Uganda, 76, 78 nilikuwa darasa la 6. 79 niko darasa la 7. Kwa hiyo naelewa sisi tuko mpakani, tunavielewa vitu hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, mkimwona mtu yoyote Mtanzania ambaye anajaribu kusema maneno ambayo hayafai kutuondoa sisi katika Utanzania wetu, basi tumwambie wewe si mwenzetu, wewe una matatizo, kwa sababu tushashuhudia nchi nyingi sana zimeingia kwenye migogoro ambayo mpaka leo haijaisha. Kwa hiyo fahamuni Waislamu, sisi ni watu wa amani, ila tunalinda amani katika haki, hatulinda amani katika batili. Tusishiriki katika vitu ambavyo la yaumuna fi dunyana wala fi akhiratina, hatusaidii katika maisha yetu ya dunia wala maisha ya akhira. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.